Naitwa Fredi Maenge, mimi ni meneja wa CRDB tawi la Wanging'ombe. Tumepewa nafasi ya kutoa elimu kuhusiana na mikopo. Tuishukuru serikali imeweza kutupa mikopo, lakini mikopo hii ni mwanzo wa sisi kwenda juu zaidi na kujitegemea zaidi. Mikopo safi? Nasema ni kujitegemea kwa sababu halmashauri ina watu wengi na nyinyi mmebahatika kupata mikopo, maana yake ni bahati. Tuwapigie makofi ya halmashauri. Kama watu waliopewa mikopo wako sijajua ni wangapi, lakini halmashauri yetu ikisema iwape mikopo yote hiyo 10% haito tosha. Sasa nini tufanye? Cha kwanza, mtaji namba 1 wa mikopo ni uaminifu. Nimeona hapa kuna watu wamepewa vyeti kwa ajili ya uaminifu. Mimi ningewashukuru sana halmashauri kwa sababu hivi vyeti ndiyo dhamana pekee ya kuja kuionyesha kwetu sisi tuweze kuwapa mikopo mikubwa zaidi baada ya hii kuwa ameitumikia vizuri. Mikopo safi? Kwa hiyo cha kwanza mnapopewa mikopo ni namna ya utunzaji wa hizo fedha. Watu wengine kama ambavyo amezungumza mwenzangu, mnaenda mnazichukua pesa zote. Hatukatai kwa sababu kuna malengo ambayo mmejiwekea ya kwenda kufanya, lakini unapochukua mikopo yote na akaunti ya kikundi mnaiacha inalala. Nikisema inalala, baada ya miezi 6 inakuwa haitumiki tena, lazima mje muweze kuifufua. Kwa hiyo tunawaomba wale ambao wamepitisha CRDB, mkishachukua hiyo mikopo, yale makusanyo yenu msikae nayo mikononi, murudishe tena kwenye akaunti, alafu inapofikia muda wa marejesho mnaweza kuirudisha tena kwenye akaunti ya halmashauri. Mikopo safi? Lakini kingine, baada ya kwamba mmepata hii mikopo, hatua ya pili inaweza kuwa nidhamu ya wenzenu. Sawa jamani? Sasa kwa sababu itakuwa zamu ya wenzenu nyinyi ambao mmepata mikopo, sisi tunachukua nafasi sasa ya kuwapa mikopo kwa riba nafuu sana. Tunatoa mikopo kwa wafugaji, lakini tunatoa pia mikopo kwa wakulima. Wakulima wanapata mikopo kwa riba ndogo sana na wanalipa baada ya kuvuna. Mikopo safi? Maana yake kama unalima mahindi, unalima parachichi, usihangaike kwenye mitaji. Baada ya kuwa umewezeshwa hii awamu ya kwanza, utakapohitaji zaidi, njoo moja kwa moja benki ya CRDB tuweze kukupa kuanzia pale uweze kupata mikopo. Lakini mikopo pia ya biashara za kawaida tunayo. Tunatoa kupitia kikundi, lakini tunampa mtu mmoja mmoja na kikundi kinasimamia ili iweze kuwa rahisi katika urejeshaji. Mikopo ya kikundi unalipa ukishavuna. Mikopo ya biashara unalipa kila mwezi. Lakini tunasema tunapochukua hizi pesa, wengine tunaenda nazo nyumbani. Kweli si kweli? Unapopeleka nyumbani unakaribisha hasara ya kuibiwa au kutumia bila malengo. Sasa kuna akaunti ya kikundi, lakini tumetengeneza akaunti za nyinyi mtu mmoja mmoja, ambazo akaunti hizo hazina makato yoyote kutoa, makato ya kutoa na makato ya mwezi. Kwa hiyo mwezi ukiweka $1,000,000 yako au 10,000, baada ya mwezi utaikuta kama ilivyo. Mikopo safi? Kwa kumalizia, kuna watu wamepewa mikopo ya vyombo vya moto. Benki yetu ya CRDB ina kampuni tanzu ya bima ambayo unaweza kuiwekea bima vyombo ambavyo tumevipata, mafuta, pikipiki, kwa gharama nafuu sana, na pindi chombo hicho kikipata shida, basi sisi kupitia kampuni yetu watakurudishia chombo chako na utakuwa hujapata hasara.
Mikopo safi. Baada, kitu cha kwanza labda cha kuambiwa na kikundi, kwenye akaunti ambazo umefungua za vikundi za NMB, akaunti zenu zile ambazo mmezifungua ni kwamba hazina makato yoyote au hazina gharama yoyote ya uendeshaji. Wewe unapofungua hiyo akaunti, faida yake mojawapo ni hiyo kwamba haina makato yoyote ya kiuendeshaji. Lakini pia kwenye akaunti tumeitengeneza kwa maana kwamba wanakikundi wote wanaweza kupata taarifa ya pesa ambayo inaingia kwenye kikundi chao na pesa ambayo inatoka kwenye kikundi chao. Lakini pia hii akaunti tumeitengeneza kwa maana kwamba haikulazimishi wewe kuja benki kwa ajili ya kutaka kutoa pesa. Unaweza kule uliko, kama ni kijijini au wapi, ukaingia tu kwenye simu yako, na sio lazima ukawa na simu janja, hata ukiwa na simu nyingine ya kawaida ukaingia kule na kuweza kufanya miamala, kuweza kuhamishia watu mbalimbali na wakanufaika na hizo pesa. Lakini pia kulikuwa na tatizo kubwa kwamba ukishapewa zile pesa mnatoa zote na hamweki tena. Kwa hiyo hiyo akaunti usipoitumia kwa muda wa miezi 5 inalala, au kwa lugha ya kibina nasema inakuwa dormant. Kwa hiyo inapaswa mkishatoa zile pesa, mnapofanya shughuli zenu za kibiashara, kile mnachokipata mnarudisha tena, mnaweka kwenye ile account kwa ajili ya marejesho ya kuleta halmashauri. Na unapofanya marejesho sio lazima waje benki, pia unaweza ukawa kule uliko, mkipele control number mkalipa kutoka kule mliko kwenda kwenye account ya halmashauri kwa ajili ya marejesho, na mkaonekana ni wakopaji ambao mna sifa nzuri ya kuweza kurejesha kwa uzuri. Lakini pia niongezee, pamoja na hiyo akaunti ambayo mmekuwa mmefungua, tumemsikia Bwana Ernest hapa amesema moja ya mikopo imenufaisha kufanya shughuli za familia. Ni washauri pia tufungue akaunti kwa ajili ya familia zetu. Tunajua sisi wanakikundi na watoto, tufungue akaunti kwa ajili ya watoto, na hizi akaunti za watoto tumezitengeneza kwa maana kwamba hazina gharama zote za makato kwa pale benki. Kwa maana ukimfungulia mtoto wako hiyo akaunti, itakuwezesha wewe kumwekea kile unachokipata na ukaweza kumhudumia kwenye elimu yake. Tunajua elimu ni bure kuanzia awali mpaka kidato cha 6, lakini pia mzazi unawajibika kumnunulia mtoto uniform, kumnunulia daftari na mahitaji mengine, na anapoumwa pia wakati mwingine anatakiwa uwe na gharama za kuweza kumpatia matibabu. Kwa hiyo tuwafungulie watoto wetu hizo akaunti kwa ajili ya kumfaisha. Lakini pia nyie kama wana kikundi, unapofanya shughuli ya kikundi, tunategemea uliko sasa uongeze kipato baadaye ukue. Kama Bwana Elisa tumeona alianza na kitu fulani akaenda mpaka sasa amepewa mtaji tena kufanya jambo jingine kubwa. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe unaweza ukajiwekea malengo yako kwa ajili ya kuweza kujikusanyia mtaji na kuja kufanya shughuli yako baadaye. Tunayo account pale kufungua ile bonus account. Hiyo ni account ya malengo. Unajiwekea lengo gani? Nataka nijenge, nataka niongeze eka zangu za kilimo, nataka ninunue ng'ombe, nataka nifanye shughuli yote. Unafungua hiyo account na unakuwa unaweka hela kidogo kidogo kadri shughuli yako inavyofanya. Hiyo itakusaidia sana kwenye kutimiza malengo yako ya baadaye. Kwa sababu hiyo account ukiweka hiyo hela yako, kama umeweka shilingi 10,000, ukija baada ya miezi 6-7 utaikuta shilingi 10,000 yako na kiasi kidogo ambacho sisi tumekuongezea kutokana na ile pesa ambayo umefanya nini? Umeiweka.